Mheshimiwa Imam wetu mkuu wa Masjid na mwakilishi wa Mungu wa Tanzania, baba yangu shehe wetu wa wilaya ya Ubungo, Shehe Maulid Kigere, baraza lote la mashehe wa wilaya ya Ubungo, mashehe wote, walimu wote wa madrasa mlioko hapa, waumini na viongozi wa JUAKITA, waumini na viongozi wote wa JUVIKIBA, itifaki yote ya kidini nimeizingatia. Mama yangu Mheshimiwa Chatanda, mwenyekiti wetu wa UWT Taifa, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya kakangu Msando, Mheshimiwa Kasesela, mwenyekiti wetu wa chama wilaya ya Mzee Mbowe pamoja na kamati yako nzima ya siasa ya wilaya, katibu wetu wa chama wilaya na waumini wote mlioko katika ukumbi huu, assalamu alaikum. Awali ya yote nianze kwa kushukuru kwa kupata fursa hii ya kusimama mbele ya hadhara hii kubwa, tukufu na muhimu sana. Kama nilivyotambulishwa kwa majina, naitwa Angela Kairuki na ndiye mgombea wa jimbo la Kibamba kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Nimefurahi sana kuweza kushiriki nanyi mchana huu wa leo. Kwangu mimi kwa kweli naona ni heshima kubwa na naona nimepata thamani kubwa sana, na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Tuendelee kushirikiana katika masuala mbalimbali ya kidini, ya kijamii na mengine ya kimaendeleo na malezi. CCM oye! BAKWATA oye! Na yasema haya make najua kwa waumini wengine ni wana CCM pia. Ndugu zangu, nimefurahi sana kwanza kuona kauli mbiu ya kongamano hili. Mmeandaa kongamano zuri kuhusiana na uchaguzi, kuhimiza masuala ya amani, lakini pia vile kuhimiza masuala ya umuhimu wa dua tunavyoendelea kuishi katika maisha yetu. Lakini zaidi sana yako maneno yale ya jitambue, badilika, acha mazoea. Ni maneno machache lakini yenye msingi na maana kubwa sana, na kwenye hilo kwa kweli nawapongeza sana. Niwashukuru kwa kujitokeza kwa wingi. Mmeweza kumpa heshima kubwa shehe wetu wa wilaya, lakini zaidi sana mwakilishi wa mufti ambaye amekuja leo hapa na viongozi wengine wote. Tuna hakika ndugu zangu, tunapoliendea jambo letu kubwa la uchaguzi, nipende kuhakikishia tunaamini uchaguzi utakuwa wa wazi, utakuwa huru, lakini pia utafanyika kwa haki. Niendelee kuchukua nafasi hii kuwaomba sana waumini na haswa nyinyi kwa kuwa ni viongozi wa dini ya Kiislamu, tuendelee kuhamasisha watu wetu. Tuendelee kuwaomba wajitokeze kwa wingi ili waweze kutumia haki yao ya msingi na ya kikatiba ya kupiga kura, ili waweze kuchagua viongozi tunaowataka kila mmoja wetu. Wamesema hapa, tumesikiliza mawaidha. Unaweza ukalalamika hujapata kiongozi unayemtaka, lakini kumbe hujatimiza wajibu wako kwa kujitokeza na kutimiza wajibu wako wa kupiga kura kwa kiongozi unayemtaka. Na tumesikia vizuri sana hapa vigezo na sifa za viongozi wanaohitajika katika jimbo la Kibamba. Takbir! Kwa kujitokeza kwetu ndugu zangu, tutakuwa tumetimiza wajibu wetu kuamua mustakabali mzuri na muafaka wa taifa letu. Nyinyi kama viongozi mnayo nafasi kubwa sana na mchango mkubwa katika kudumisha amani, katika kudumisha na kuendeleza utulivu wa taifa letu. Ndugu zangu, mshikamano wa kidini ndiyo nguzo ya kipekee itakayoendelea kutusaidia kuimarisha utulivu wa taifa letu, na haswa katika kipindi hiki tunachokiendea cha uchaguzi mkuu. Ni vema tukaendelea kushirikiana. Ni vema sote tukaendelea kuhubiri na kudumisha mshikamano. Lakini ni vema sote tukaendelea kuhamasisha waumini wetu na wananchi wenzetu wajitahidi kuepusha vitendo vinavyoweza kuharibu au kupoteza amani hii tulionayo. Takbir!
Mwisho kabisa, kama ambavyo nilijitambulisha, ni mgombea pia. Niwaahidi, endapo mtanipa ridhaa kuweza kuliongoza jimbo la Kibamba, sitawaangusha. Tumemsikia mkuu wetu wa wilaya ameongelea masuala ya malezi na makuzi na masuala mengine mengi ya maendeleo na maslahi ya jimbo letu la Kibamba. Niwaahidi kwa zile changamoto mbalimbali za kijamii katika maeneo yetu, katika ngazi ya jimbo tutazitatua. Pamoja na kwamba tuko katika mhadhara wa kidini, tunajua huko tunakokaa changamoto za maji. Tunajua tuna changamoto za barabara za ndani na miundombinu mingine. Tunajua tuna changamoto ya masuala mengine ya ulinzi na kiusalama. Tunajua tuna changamoto za watu wetu wenye mahitaji maalum, wakiwepo watu wenye ulemavu. Na kwenye eneo hili nitapambana kuhakikisha katika jimbo letu la Kibamba tunapata shule maalum kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum. Wazazi wamekuwa wakihangaika sana. Wengine wamekuwa wakihangaika, hawawezi kujitokeza kufanya kazi kwa sababu lazima walee watoto wale wenye mahitaji maalum. Yako mengi ndugu zangu tutakayoyafanya kwa upande wa biashara, kukuza ujasiriamali na mengine mengi, upande wa elimu na afya na mengine mengi katika jamii zetu. Itoshe tu kusema kwamba niwakaribishe katika mikutano yetu mbalimbali, muweze kusikiliza sera na maendeleo na yale ambayo nimeyapanga kama vipaumbele vyangu kama mgombea, lakini pia kupitia ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Nihitimishe, najua yako mengi ya kusema na wako wazungumzaji wengi. Na kwa kuwa jukwaa hili kwa leo si langu, niwashukuru kwa heshima hii. Naamini nitaitunza na naamini tutashirikiana kwa karibu. Kakaangu Sheikh Kidebe, ni kuhakikishia ushirikiano wa dhati kabisa na baraza lako lazima na waumini wote wa dini ya Kiislamu kutoka katika kata zetu sote 6 za jimbo la Kibamba. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Naomba muendelee kutuombea dua, lakini pia naomba sana basi msimsahau kiongozi wetu wa kipekee, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mmeona kazi kubwa na nzuri na ya kipekee aliyoifanya katika uongozi. Si jambo jepesi. Amechukua nchi kama alivyosema kakaangu Kasesela kufuatia msiba. Hata katika familia zetu tunajua ukifiwa tu na mwenzi wako si jambo jepesi. Sasa tujiulize, rais wetu aliachiwa Watanzania milioni 64. Elimu ya wananchi wake aiwaze yeye. Afya ya wananchi wake aiwaze yeye. Masuala ya maji, miundombinu, nishati, uwezeshaji wananchi kiuchumi na mengine yote yalikuwa mabegani kwake. Na kwa hakika kwa kweli amefanya kazi nzuri. Ameweza na ameweza tena, na naamini tukimpa nafasi ataweza zaidi. Mama Samia oye. Naomba tumuunge mkono, na kwa kuwa mimi natokea upande huo, ni wajibu wangu kuweza kumsemea mwanamke mwenzangu, kiongozi makini, mama, lakini pia mlezi na jasiri sana. Kwa heshima na taadhima na unyenyekevu mkubwa, baada ya kuyasema hayo, naomba sasa nichukue nafasi hii kuweza kumkaribisha kiongozi wangu, mjumbe wetu wa kamati kuu na mwenyekiti wetu wa Umoja wa Wanawake Tanzania, mama yangu Mheshimiwa Mary Chatanda. Karibu sana kuweza kuzungumza.